Shalom, shalom. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Ni mwezi wa 5 tarehe 1/2026. Haikuwa rahisi, ili kwa mkono wa Bwana uliodari ametuvusha salama. Hivyo kwa unyenyekevu mkuu kabisa. Bwana yamkini amekuvusha kwenye dhiki zako nyingi sana. Zaburi 20 mstari wa 1. Na amekujibu kwa vingi. Unaweza ukafikiria katika vile ambavyo ulivitarajia wewe, lakini Mungu amekujibu zaidi. Amini hiyo katika dhiki ya kiroho, ya kimwili, nafsi yako. Acha usiangalie ya uchumi, biashara, watoto. Dhiki ni nyingi ulizo nazo. Ila nataka nikwambie kwamba ukiwa kama mwana wa Mungu uliompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hii ni madhabahu ya Reconciliation Counseling Ministry, naitwa Pastor Florentina Gama. Nataka nikwambie mmomonyoko wa maadili, moral decay. Uovu umezidi kuwa mwingi sana. Tunamtambulisha Mungu wetu na Yesu wetu tukishika mabango ya aibu. Ukiwa kama mtumishi wa Mungu, ikiwa ni mwezi wa 5, ni zile huduma 5: mwalimu, mwinjilisti, mtume, nabii na mchungaji. Hivyo basi, pale ambapo naona katika kashfa, katika ubaya, katika wizi, katika uzinzi, katika uongo ambao kuna katabia tu, hila, chuki, wivu, kuna mmomonyoko ulionao wa maadili ambao unajua kuna wengine wa kutazamao tumewarudisha nyuma kiroho. Au wewe ambaye unaenda kanisani lakini unatenda vitu ambavyo havistahili, hata vya Sodoma na Gomora, tena unavizidisha katika ibada. Au unakuwa ni mmoja ya kuweka chachu ya kuharibu uso wa Bwana na madhabahu ya Bwana. Ni wewe mmoja hapo unaonitazama. Basi Mungu akusaidie sana mwezi wa 5. Tengeneza na Bwana. Rudi mtini pake, ili Roho Mtakatifu mtembeo wako uone upya. Ni kwa sababu ya hiyo tabia yako, ni kwa sababu ya huo mmomonyoko na uovu unaofanya. Mungu akusaidie sana, mwana wa Mungu. Ninakupenda, ndio maana nakukumbusha. Ni cha thamani Mungu alichokupa na kukuamini katika wito wako. Hivyo basi, kaa kwa nafasi yako. Kinywa chako, moyo wako na nafsi yako vienende pamoja na jinsi Bwana apendavyo. Ni aibu sana unakuta mtumishi wa Mungu anafanya vitu vya aibu. Tuna mashoga na wasagaji ndani ya huduma. Tuna vitu vya ajabu, kuna kuchukua mke wa mtu, mume wa mtu, alafu unasema umempokea Yesu. Hivyo ni kusaidie tu. Biblia ilivyosema kwamba wa kwanza atakuwa wa mwisho na mwisho atakuwa wa kwanza. Jichunguze na wewe basi. Hebu katika kipindi hiki cha Pentecoste, hakikisha huyu Roho ukutane naye. Acha visivyokuwa havimpi Mungu tukufu. Mungu akubariki sana. I love you so much, Mrs. Geoffrey. Amen.